Bwana asifiwe sana. Wapendwa, tena ni siku njema tunayokutana na kuongea kuhusu Mungu wa Biblia ambaye ni Mungu wa ukweli. Bwana pewe sifa kwa wakati mwema na wakati mzuri anayotupa tena leo. Turudia tena hapo tulipoanza. Tulianza na wale waliotufuata from day one wanajua tunaongea nini. Tunaongea kuhusu maisha mapya ndani ya Kristo. Maisha mapya haipatikani ndani ya kanisa. Ukiangalia vizuri, kanisa limeharibika. Imeharibiwa sana na viongozi wetu tunao. But tunaongea kuhusu maisha mapya ndani ya Kristo. Manake kuna maisha ambayo hatujawahi kuona. Hata vile tunaweza kujiona tumeendelea vizuri kiafya, tunaendelea vizuri kipesa, tunaenda kanisani, tunaomba, tunaimba, tunasikia mahubiri, tunatoa sadaka, bado kuna vitu ambavyo si vya ukweli. Wakifuata maisha yako vile inavyofanana, kuna vitu ambavyo si ya ukweli. That's why Mungu akinijalia neema nituongeleshe. Tuombe kwanza, njoo tu. Bwana Mungu wetu, asante kwa wema wako, kwa asubuhi njema. Asante kwa fadhili zako. Asante kwa sababu ya vile ulivyo. Asante kwa kutupa siku ya leo ambayo hatukutarajia kuiona. Asante kwa utakatifu wako unaotawala mioyo yetu, akili na miili. Tunajiweka wakfu kwa sababu ya kazi uliyoweka mbele zetu. Babangu, nanyenyekea na inama chini ya miguu yako. Hapo ndio mimi upata maisha, upata uzima. Na kuomba kitu kimoja, usinyache wakati wa mwisho ambayo watu wanachanganyikiwa, hata wahubiri. Mahubiri imekwisha ndani ya kanisa. Watu wanaanza kutafuta kujua undani wa mambo ya giza ambayo haisaidii na Biblia inakataza. Bwana, najiachilia mikononi mwako kama chombo ambacho naweza kutumia vile unavyotaka. Bwana Yesu Kristo, nakuhitaji asubuhi ya leo. Nakabidhi wapendwa wote watakayenifuata na wale watanifuata baadaye. Acha neno hii iwe baraka kwa kila mmoja wetu, kwa sababu neno hii ni baraka kwangu. That's why napeana chenye niko nacho. Neno iliyonibariki ikanibadilisha, ikanipa kutembea kupya. Acha ibadilisha dada mmoja, ibadilisha ndugu mmoja, ajue kwa nini anaenda kanisani. Hatuendi kanisani kwa sababu ya kuimba. Tunaenda kanisani kukusikia. Na tunapokusikia wewe, lazima maisha yetu ichukuliwa hatua mpya. Upewe sifa sana. Asubuhi nabariki siku ya leo, nabariki wapendwa wote watanifuata. Acha baraka hiyo iwaendeni, wafikie vizuri. Kwa jina la Yesu Kristo naomba na kuamini. Amen. Wow. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Bwana asifiwe sana. Kwa wapendwa wote ambayo watafuata hii ujumbe baadaye, Bwana awabariki. Kwa wale watafuata sahihi, Bwana wangu awabariki kwa sababu ni mwaminifu. Na tunaendelea na kitabu chetu, ni Wakorintho wa pili. Paulo akiandika hiyo kitabu alikuwa anatamani sana rudi tena kwa Wakorintho, aone vile wanavyoendelea baada ya kutatua mambo iliyoleta shida kwa hiyo kanisa ya Korintho. Akafikiria sana, akatamani sana kurudi Korintho na kuwaona tena, hata hakuweza kabisa, hakuenda. Aliwaandikia, akatumana hiyo kitabu.
wakatumana kabisa, kitabu ikaenda ikawafikia, na waliposoma wakafika hapa. Ndio watu wa Korinto wakaelewa maisha mapya haiko ndani ya kanisa. Sasa ndani ya kanisa ya Korinto hiyo wakati kulikuwa vituko. Kulikuwa vituko. Kama leo kanisani mwetu kuna vituko sana. Kanisa unapoenda, mahali unapoenda kuna vituko, ni vile wewe si mmoja wa viongozi ndio wakwambie. Ungekuwa mmoja wa vile waongozi, kuna wale wanaongoza pale but wanachosha na vituko. Wanachosha na vitu ya uongo, wanachosha na vitu ya uongo, wanachosha vitu inafanyika hapo ambayo si ya kawaida. But hawana otherwise. They don't know how to do. How to take control of that. They don't know. But nakuongelesha wewe usitumiwa na watu. Nakuongelesha wewe usitumiwa kabisa. Mambo napokuongelesha unaweza kunisikia vibaya, unaweza kutafsiri kivyako, but baada ya wewe kutafsiri na kuongea vile unataka, unaweza kufanya chochote. Baada ya wewe kuweza kufanya vile unataka, but your conscience will talk to you. I like that. Oh, praise God. Paulo anasema nini kwa Wakorinto? Wakorinto wa pili mlango wake wa 5, na tunaanzia hapo verse yake 17. Ni hapo tu tuko. Asema, therefore if any man is in Christ, he is a new creature. Therefore if any man is in Christ, he is a new creature. All things in plural. All things in plural. There are many, which is old, passed away. All things have passed away. Behold, all things has become new. All things in plural, not in singular. Things plural. Manake ilikuwa nyingi. Vitu vyote vya kale, mambo yote ya kale ilipita. Sema behold, mambo yote inakuwa mapya. Kwa Kiswahili hapa acha nikusomee, kwa sababu mimi ni msema Swahili. Usikie vile huyu mtu anaongea. Paulo anaongea hapa kwa Kiswahili, anasema nini? Wakorinto wa pili 5:17. 5:17. Tumefika, tusome kwa jina la Yesu Kristo. 17 nasema vipi? 17, 16 hapa. 17 asema, hata imekuwa mtu akiwa ndani ya Kristo amekuwa kiumbe kipya, ya kale imepita, tazama yamekuwa mapya
yote kwa maisha huyu mtu ya kale yamepita. Anaambia mtu fulani, tazama huyu mtu sasa. Hata mambo yake ya kufanya yote inakuwa mapya. Wow. Ya kale imepita. Unajua kanisa siku hizi watu wanaenda wanaongelesha vitu fulani. Hata hauelewi tunaenda wapi na kanisa, Mungu wangu. That's why God give me this message to bless you. To bless you. Naomba unifuata sana. Unifuata kwa makini, unifuata kwa moyo. Itakuwa baraka. Nini inayofanyika wakati mtu ako ndani ya Kristo? Nini inayeonekana wakati mtu ako ndani ya Kristo? Utofauti ni gani na wale tunaendaka kanisani sisi wote? Utofauti ni gani? Kuna utofauti kweli? Yes, iko. Kuna utofauti kubwa sana kwa yule anayeishi ndani ya nyumba na yule anayeishi nje ya nyumba. Tofauti ni kubwa sana. Anayelala nje ya nyumba, kwa mtaro, kwa barabara, chini ya mti, kwa soko, na yule anayeishi ndani ya nyumba, ukiangalia hata skin yao ni tofauti. Na kama skin inaleta utofauti, what about fikira yake na moyo wake? Hapo ndio kuna shida ya kuishi ndani ya Kristo. Wanaoishi ndani ya Kristo, Biblia inasema vizuri sana, vitu vyote, tabia yote ya kale, tabia yote ya kale ya kitambo yenye ulijulikana nayo, si kujulikana ndani ya Kristo. Kuna watu wanakujua. Kwa wale watu wa kwanza ni mke wako na watoto wako. Kama kuna watoto wakubwa kama mimi, ukiona watoto wakubwa, ni wao na mama yao ndio wanaweza kusema huyu mtu baba yetu amebadilika. Tabia yake ya kitambo ya kulewa, tabia yake ya kitambo ya wizi, tabia yake ya kitambo ya vita imepita. Ametulia sana, hayuko tena vile alivyo. Familia yako ndio inaweza kushuhudia huyu wa. Familia yako inaweza kushuhudia kwa sababu wanakujua. Watoto wako wanakujua, mke wako anakujua, mume wako anakujua vizuri sana. Kuna waleo kanisa, unapata mama anaenda kanisa hii, baba anaenda kanisa hii. What happened? Mama ni pastor huko, baba ni pastor huko, baba ni pastor huko, mama ni mshirika huko. Ukiuliza what happened, kuna vitu hapo inaongelewa. Are they in Christ or in church? Kwa sababu mlango wa kanisa ni moja, tunaingia sisi wote, na kutoka tunatoka sisi wote. Pia mlango wa kuingia kwa Kristo ni mlango ni moja tu. Yesu anasema milango ni mbili mbele yako, but nyembamba ni hiyo mlango inayopeleka kwa uzima. Hiyo pana, wewe unajua kwenye itakupeleka. Wapendwa, tusibaki tukijidanganya kwa sababu tunajulikana na pastor na bishop, najulikana na huyu wakubwa wa kanisa, ati wao ndio watakusaidia.
Mambo ya kuingia ndani ya Kristo ni uamuzi wa mtu peke yake. Uamuzi mtu peke yake amekaa hivi anamua. Ni Paulo huyu tu ndio mwenye Mungu aliforce kumuingiza kabisa, kwa sababu aliona he is a strong man, he can work for me. Praise God. If anyone is in Christ, what happened when we are living in Christ? What happened to us? To those who are living in Christ, what happened to them? What happened to you? If you are living in Christ, did you know what happened to you? How your life will be? Biblia inasema ndani mwake Mungu akatuchagua. Si ndani ya kanisa. Kanisa hakuna mtu atakuchagua bila pesa. Kukiwa uchaguzi wa kanisa, wale watasimamia uchaguzi lazima wakula mbuzi, wakula ng'ombe, wapewa pesa, anunuliwa suti. Hapo ni ndani ya kanisa. Wanafanya uchaguzi wapi? Ndani ya kanisa. Makaratasi natembea, ubakuzi iniingia, upendelevu iniingia, ukabila iniingia. Wapi? Ndani ya kanisa. Ndio vitu kwa ndani ya kanisa leo. Unapata wale wako ndani ya kanisa wako kotini. Wanaenda na mambo kotini. Hatuoni mambo mali sadaka inaenda. Mnataka ienda wapi? Mungu saidia watu. Mungu saidia watu. Wanavutana. Strong team. Wanafunga kanisa, wanaweka padlock. Pasa anakuja asubuhi na watu wake, anapata padlock iko kwa gate ya kanisa. Anasimama nje na anafanya hivi, ni mzee wa kanisa. Njoo alifunga kanisa. Mzee wa kanisa na watu wake. Pasta ni haiwezekane. Anaita polisi kwa sababu anajulikana na mapolisi wengi. That is not a Christian people. No. Hawajaokoka kabisa. Kwa sababu kanisa inaitwa kanisa la Mungu. Paulo anamwambia Timothy ya kwamba, Timothy mtoto wangu, kanisa ni nguzo la ukweli. Mali watu wanaweza kuja, at least wanapata ukweli. Watu kama tunapata leo ndani ya kanisa hamuna ukweli. Manake wale wanaoongoza hawajaokoka, kwa sababu anayeokoka habakui, si mkabila. In Christ Mungu anatufanya tuwe matajiri. In Christ Mungu anatuweka upendo wake. Biblia inasema, Yesu anaambia wanafunzi wake, alisema kwamba watajua nini ni wanafunzi wangu, si kwa kuongea kwa lugha, baba kwenda baba kucha rabakanta ragikint. No. Watajua nini ni wanafunzi wangu mnapopendana nini kwa nyinyi. Ulimwengu utajua nini wanafunzi wangu. Sio wakati mnaimba sana, kuhubiri sana. Mkipendana nini kwa nini. Kanisani leo tunapendana. Kwa sababu kienda kanisani lazima wajue pasa ni wa kutoka wapi. Pasa ni kabila gani. Na mke wake ni wa wapi. Ako na watoto wangapi. Unajua mimi najulizanga kabisa. Eske mimi naweza kuja kanisani njoo nikwambia watoto wangu ni wangapi? Nikikwambia watoto wangu ni 10. Utasaidika wapi? Ukijulikana na watoto wangu wakikujua, watakusaidia nini? Ulikuja kanisani kujua watoto wangu, ama ulikuja kanisani kujua Mungu na kujitengeneza kwenda mbinguni? Oh, praise God. Unajua kwa maana leo kuna mapastors before ahubiri lazima aita mke wake na watoto, "Oh sweetheart, just come and kiss me." You see, you know, can you see how much she's beautiful? Who told you mke wako ni mrembo kuliko watu wote wako kanisani? Unaona vile unaletea mke wako shida.
unamletea shida, kwa sababu watu wataanza kumchunguza vizuri sana, wajue watamsorora. Njoo sasa, baada ya kumsorora, waone vile anatembea mke wako. Wakati mwingine hiyo viatu anavaa hajui kutembea nazo. Sasa uliambia watu she's beautiful very, that's watu wataanza kumsorora, wajua is it true mke wake ni mrembo, is it true? Na kama wakiona mambo itaanza kutoka kwa kanisa, nani ilileta? Ni wewe. Why? Because you are not in Christ. Wale wako ndani ya Kristo wanaongea kuhusu Kristo, wanaanza kuongea kuhusu Kristo, wanafunga chapter na kuhusu Kristo, wanaongea kuhusu Kristo. Hakuna mambo ya wakevu zetu, hakuna mambo ya familia zetu. Kanisa si familia zetu, kanisa ni ya Mungu. Yesu anamuita Peter, anamwambia Simon mwana wa Bayon, Simon Peter, wewe ni jiwe, na kwa hiyo jiwe nitajijengea. Tusomeni Biblia, nitajijengea kanisa langu. Kanisa ingekuwa ya pasta, Yesu angesema Peter, utajijengea, ama nitakujengea kanisa lako. But unaona, kanisa si ya Peter, kanisa si ya pastor, kanisa si ya bishop. Hata kama ulianza, you are a supervisor to lead that church. Now what happened today? Kanisa ya watu 12 ina speaker 10. Hall ya 5 meters by 3 ina speaker 3 kubwa. Ikianza kuongea hapa, hata wale wako ndani wanauma masikio. That is not Christian life. Leo tunaenda kanisani, pasa hatafutwi. Why? Kwa sababu ukiingia tu hivi mara moja unaona picha yake iko pale na mke wake. Hey. Ilikuwa vigumu sana wamjua Yesu kama si Judas mwenye kumjua. Wale waliokuja kumshika hawangemjua. Biblia sema walifanana. Hey. Walifanana. Kumjua iko kwa rahisi. Leo hii kwenda kanisani, pika macho tu, utapata kichwa kubwa, kiti kubwa hapo mbele, kubwa kabisa hapo mbele ni pastor. Ya pili na mke wake na meza hapo. But sikuona mahali Yesu alikaa kando, wanafunzi kando. Walikuwa nakaa kwa meza wote. Kutonyesha vile tunaweza kuishi. Bwana pewe sifa. Leo kanisa, pastor, let me talk about pastors, apostles, bishops. Let me talk about them. Kwa sababu wao tunaharibu kanisa. Unafikaka kanisani saa ngapi? Mkristo, unafikaka kanisani saa ngapi? Kama wewe ni pastor, unachukua mahubiri saa ngapi na una behave vipi? Unapata pastor anakaa kwa office, anafika 10, anakaa kwa office, praise and worship, wanaimba, wanaomba, hayuko. Anaongojea abebewa Biblia, si mbaya kama ni vile unapenda. But saa ngapi unaingia kwa kanisa? Saa ngapi? Hawajabadilika watu. They have to be a good example. Unapata pastor hata washirika wanamfikia kanisani mbele. Hakuna mahali wanafunzi walimfikia Yesu mbele. Mahali popote walikuwa naenda, asema twendeni tukutane huko, wanampata hapo tayari. If anyone is in Christ, he is a new creature. All the things has gone, passed away. Hayuko. Why? Kwa sababu ndani ya Kristo
kuna nguvu ya kubadilisha, ya kuumba mtu upya, ya kutengeneza mtu, ya kufanya mtu awe kiumbe kipya kinachofanana na Mungu asiyebadilika. Nasemaka hivi, Mungu asiyebadilika, but ako na nguvu na uweza ya kutubadilisha tukiwa ndani mwake, si ndani ya kanisa. Ndani ya kanisa hamuna mabadiliko. Nakwambia, uende kotini, uliza judges, watakwambia kesi ngapi ya makanisa wanayo hapo, kesi ngapi ya mapasta ziko hapo, wanafanya nini? Ukubwa. Pole kama uliende kanisani kuwa mkubwa, kama ulisoma theolojia ukamaliza miaka 4 kusudi uwe mkubwa, pole sana. Walio ndani ya Kristo wanajua mkubwa ni mmoja, kwa sababu hakuna pasta mkubwa na pasta mdogo. Haiko kwa Biblia. Hiyo vitu ni kisi tunaziweka. Tunaziweka. Minister ni minister. Si minister wa serikali ambayo ako na vice wake. Yesu anasema, Paulo anasema Mungu akaita wengine kama. Si kama kuna photocopy, that is not an original copy. That a photocopy. It came from nowhere. Wanachukua original kama hii, wanaiweka kwa machine, wana copy. Duplicator. We are the duplicator of the kingdom of God. Kwa sababu Paulo anasema Mungu akaweka wengine kama watume, wengine kama wainjilisti, wengine kama manabii na kadhalika. Kwa sababu ya nini? Kwa sababu yeye Mungu peke yake, Bwana Yesu peke yake ndio nabii mkuu. Bwana Yesu peke yake ndio nabii mkuu, ndio mtume mkuu, ndio mwinjilisti mkuu. Sisi ni wadogo, sisi ni kama yeye, but we are not. Ukiwa ndani ya Kristo utaelewa mambo haya. Utapunguza mamlaka, kwa sababu kanisa leo ni mamlaka. Mtu ana onyo ya kwanza ya pili, anaombea mtu wa kwanza, anaanguka wa pili, anasikia vizuri, mara moja anabadilisha jina hiyo asubuhi, anakuwa chief apostle. Ndoko hiyo vitu haiko ndani ya wale wanaoishi ndani ya Kristo. Wale wanaoishi ndani ya Kristo, kuna utaratibu wa kuishi ndani ya Kristo. Biblia inasema ndani mwake. Ndani mwake nani? Yesu. Mungu akatuchakua. Ndani mwake Yesu, Mungu akatufanya watumishi wake. Ndani mwake Yesu, Mungu akatuita wana wake. Ndani ya Yesu tunaitwa wana wa Mungu. Identity yetu imebadilika. Oh, come on. Identity yako itabadilika ukiwa ndani ya Kristo. Number 1, utaita Christian. Hao ni wa Kristo. Hao ni wale walitembea na Kristo. Wow, ushuhuda mzuri sana bwana. Hao ni wa Kristo. Wakiwa Antioka waliwatambua. Paulo Peter usiku hiyo, wakati walikuwa napiga Yesu na kumtesa, alikaa mbali, watu wakamtambua. Huyu hata kuongea kwake, huyu hata kutembea kwake, hata kunyamaza kwake, anafanana na huyu Yesu. Anafanana kabisa. Wewe ni mmoja wao. Peter akakataa. Watu walimuona. Wakati watu wanakuona, ndugu mpendwa Mkristo, wakati watu wanakuona, wanaweza kuona mabadiliko ndani mwako. Asema ndani mwake tunaitwa wana wa Mungu, na tutarithi pamoja na Kristo vitu vya Mungu tukiwa ndani ya Kristo. Mungu anatuonea sisi kama watu wake, kama watoto wake, tukiwa ndani ya Kristo, ndani ya kanisa. Si ndani ya kanisa, never. Ndani ya kanisa kuna vituko vingi sana. Hata uganga inahamia kanisa. Waganga wote walikuwa naona wanaandika mganga wa kutibu ugonjwa fulani, kizazi,
mganga wa kutibu hivi, mganga wa kutibu. Wale wote wanafungua makanisa leo, wako na makanisa leo, na wanatabiri asubuhi, wanakutabiri kitu ingine, ukija saa 6 lunch wanakutabiri ingine, by the time ufika jioni the same prophet the same day anakupa ujumbe 3 tofauti. No, do what you can do. Sacrifice yourself to enter, to live in Christ Jesus, and you shall see different. Do what you can do. Sacrifice yourself. Paulo anasema, natesa mwili wangu na kuifanya uwe mtumwa kusudi Kristo apata fasi ndani mwangu. Wakati Kristo atapata fasi ndani mwako, ndugu, watu watashuhudia kukuhusu, watu wataongea kukuhusu, watu watakutambua, atatambua Mungu wako. Yesu asema, whatever I'm doing, it is not to me, but ni Baba aliye ndani mwangu ndio anafanya. Wakati Kristo atakuwa ndani mwako, utafanya zaidi. Before ufika hapo, things must change. Your behaviors must change. Your character must change. The way you're talking must change. You have to change. Not by yourself, because you don't have power to change yourself, but enter, sacrifice yourself, have your time with God, and you shall see. You shall see. Praise God. Oh, Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. You shall see, even you. Unakaa hivi, unasema hey, unapata mtu anakosana, unajua unge kama si Biblia na uweze kutupa Biblia hii kando, nikonyeshe. Vitu vya kale vimepotea. Ati haujui mimi ni Mkamba. Utaenda Ukambani utajua mimi ni nani. Ati haujui mimi ni Mtaita. Ati haujui mimi ni Mkikuyu. Kwa nini? Kuna nini? Okay. Wewe ni Mkikuyu so? Ati haujui mimi ni Mumeru. Mtoto Mumeru 100%. Hapo wako na Biblia. Nitaweka Biblia hii kando, nitakufunza lesson. You are not in class, you are in church. Kwa sababu kanisa ndio mahali kuna ngumi. Pastor kuna watu wake. Pastor mdoko vile wanapenda kusema kuna watu wake. Mzee kuna watu wake, mama pastor kuna watu wake ambao wanamupa news ya kusema kwa pastor jana walikula hivi, leo tunaona mke wake anatoka supermarket akinunua vitu hivi. Mbona anawanyanyasa hivi? That is not a Christian. No, you are not a member of Christ. You are a religious man. Religious man ndio wale walimwangaisha Yesu kwa kutokutaka ukweli. Leo kanisa hutaki ukweli, hutaki waambie ukweli. Hautaki kabisa wataje vitu unavyofanya. Hautaki kabisa wakitaje vitu unavyofanya unahama kanisa. Hama, enda. Biblia Yesu anasema we shall know the truth and the truth shall set us free. No. The truth will set us free. Believe and love it. It will make you someone strong. Oh, praise God. Praise Jesus. Praise Jesus. Praise Jesus. Hallelujah. Ukweli utakupa nguvu ya kusimama. Si mafuta. Le mahali pa ukweli wanakupaka mafuta. Si wanapaka tu kichwa ndio inang'aa. But what about your heart? What about your heart? Your heart. Makao ya Mungu inafanana vipi? Pole. Kubali. Nikwambia ukweli wa Ukristo. Mkristo wa ukweli anashuhudiwa. Mkristo wa ukweli anasikia watu. Haijalishi vile kanisa yako ni kubwa sana. Kuna mwingine unamwambia pana Mungu ananiambia hivi, asema Mungu hawezi kukwambia mambo ya kanisa yangu, mimi ni prophet. Who told you that? Wewe ni zaidi ya Paulo. Wewe ni zaidi ya Musa. Mwenye Jethro alienda akamwambia,
What Moses, what you are doing is not good. Choose people. When zaidi ya Musa mwenye alisikia Jethro, hautaki kuambiwa. Leo tuko ndani ya Kristo, tukilewa kwa madhabahu, tunatoka jasho ya ulevi. No, tunaharibu kanisa. Kanisa imekosa ushuhuda na nguvu. Biblia inasema kanisa ni nguzo la ukweli, ni mahali ambapo ukweli itapatikana. No, lazima tuingie ndani ya Kristo, tuishi ndani ya Kristo, tuonekane ndani ya Kristo, tembea ndani ya Kristo, tukula ndani ya... Whatever we are doing, do it inside Christ. Watu watashuhudia kwamba for sure this man, for sure this woman. Praise God. Praise God. Mungu akubariki sana kama utanifuata. Mungu akubariki sana. Mungu akubariki sana kama utanifuata. Nimewaambia watu wa kanisa letu mahali ambapo naongoza, nawaambiaka I have a mission for you, to transform you, to change you, and to change your lifestyle. I have a mission. I have a mission to change you. Tabia yako ndani ya Kristo kuna heshima. Leo watu wanaingia kanisani na masimu wazi. Masimu wazi ndani ya kanisa, wakati mhubiri anahubiri yeye anaandikia na message. Pole. Ingia ndani ya Kristo. Hiyo mambo ya kale watu waliona hakuna. All the things have passed away. Have passed away. All things have passed away. Mungu awabariki sana. Nimemaliza, muda wangu umekwisha. Next Tuesday, next week, niko naomba tena kama iwezekana, kama itawezekana, nianza kupatikana hata mara pili kwa wiki. Tumaliza hii verse na chapter. Tuone mahali Mungu atatupeleka ambapo inaweza kubadilisha moyo wako. Asante kwa wale wananifuata. Mungu awabariki sana kwa muda. Unasimamiza kazi yako, unasimamiza muda wako kunifuata. Acha Mungu wangu akubariki. Akukumbuke. Huyo muda umepotea, hujaupoteza. Ni mbegu imepanda kwa moyo wako, uifuate. Ishi ndani ya Kristo, utaishi vizuri. Mungu awabariki sana. Acha tuombe. Bwana wewe, asante kwa neno lako na kwa wapendwa waliosimamisha kazi yao kunifuata na kwa wale watanifuata baadaye. Uwabariki Mfalme. Neno lako ndio baraka yangu, acha iwe pia baraka yao. Kama ni wagonjwa, neno lako ndio neno la uponyaji, kwa sababu Biblia inasema aliwatumia neno na neno ikawaponya. Uponya moyo wa mtu fulani ambaye anahangaika mahali. Anaenda kanisani kila siku but hajabadilika. Bwana, acha neno hii imfikie, aingia ndani ya Kristo kwa sababu ya mabadiliko yake. Upewe sifa. Bariki siku yetu ya leo yote. Tukienda kuimaliza usiku, tutakushukuru tena na kusema asante. Sifa zirudi kwako milele na milele. Kwa jina kula Yesu Kristo naomba na kuamini. Amen. Amen. Mungu awabariki sana. Mungu awajalie neema. See you next week. Bye.